Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Sura ya 11 aya ya 45 hadi aya ya 57. Wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Maria na kuyaona yale aliyoyafanya Yesu wakamwamini. Lakini wengine wakaenda zao kwa Mafarisayo wakawaambia aliyoyafanya. Basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza, wakasema, tunafanya nini? Maana mtu huyu anafanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi, watu wote watamwamini, na Warumi watakuja, watatuondolea mahali petu na taifa letu. Mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule, akawaambia, ninyi hamjui neno lolote, wala hamfikiri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa zima. Na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo, wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, lakini pamoja na hayo awakusanye watoto wa Mungu waliotawanyika ili wawe wamoja. Basi tangu siku ile walifanya shauri la kumuua. Kwa hiyo Yesu hakutembea tena waziwazi katikati ya Wayahudi, bali alitoka huko akaenda mahali karibu na jangwa, mpaka mji uitwao Efraimu, akakaa huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, na wengi wakakwea toka mashambani kwenda Yerusalemu kabla ya Pasaka ili wajitakase. Basi wao wakamtafuta Yesu, wakasemezana hali wamesimama hekaluni, mwaonaje? Haji kabisa sikukuu hii? Na wakuu wa makuhani na Mafarisayo walikuwa wametoa amri ya kwamba mtu akimjua alipo alete habari ili wapate kumkamata. Neno la Bwana. Wapenzi watazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Tuongozwe na ujumbe huu. Umejiandaaje kupokea ukombozi? Ndugu wapenzi, Jumamosi hii ya juma la 5 la Kwaresma, baada ya Kristo kufanya muujiza wa kumfufua Lazaro, somo la leo linatuonyesha wakuu wa makuhani wameketi na kumjadili, na alionekana kuwa tishio, kwa sababu walihisi atapata wafuasi wengi sana. Kumbe walijadiliana juu ya kumuua, lakini saa ya Kristo ilikuwa haijawadia. Ndio maana basi Kristo anaondoka, anaenda kukaa Efraimu pamoja na wanafunzi wake, huku akijiandaa kuingia Yerusalemu kwa kishindo ili kutimiza fumbo la ukombozi. Penzi watazamaji, tumekuwa na majuma 5 ya maandalizi ya Pasaka. Sasa tumebakiza juma moja tu, yaani Juma Kuu. Je, tumejiandaaje kupokea ukombozi? Tumejiandaaje kufufuka na Kristo? Tumewatembelea wahitaji? Tumefanya toba? Na zaidi, tumefunga? Yale mambo ya msingi ya Kwaresma tumeyafanya? Hayo ndio maandalizi ya kufufuka pamoja na Kristo. Kristo anakaribia kuleta ukombozi. Je, tunaotaka kukombolewa tupo tayari kwa ajili ya kuupokea ukombozi? Pasaka itakwenda vizuri kama mkombozi na wale wanaotaka kukombolewa wana nia moja na wana hamu moja ya ukombozi.
Ni hatari sana endapo mkombozi yupo tayari kwa ajili ya kutukomboa, lakini sisi tunaohitaji ukombozi, tunaotaka kukombolewa, hatuko tayari, hatujajiandaa. Leo Kristo anaenda kukaa Efraimu kwa sababu saa yake haijawadia. Anasubiri kuingia Yerusalemu kwa kishindo ili apate kutimiza andiko, kumkomboa mwanadamu. Na sisi tunaotaka kukombolewa tujiandae ili kupokea ukombozi ambao Kristo anajiandaa kutuletea. Tukumbuke mambo muhimu ya Kwaresma. Endapo hatujayafanya, basi tuendelee, tujaribu tena kufanya toba, tujaribu tena kufunga, tujaribu tena kuwatembelea wahitaji na kusali. Tumsifu Yesu Kristo.